Bana, kufuatiwa kutokuwepo kwa gemu ya Yanga na Simba tarehe 8 pale mwezi wa 3, ambapo kulitarajiwa utokee mchezo wa dabi, na ilikuwa hivyo. Mchezo namba 184 ulipangwa kucheza tarehe hiyo, lakini kwa bahati sio mbaya au bahati mbaya mchezo huo haukufanyika. Sasa jambo ambalo of course limeweza kuzua taharuki sana kwenye mitandao ya kijamii. Kuhusiana hiyo taarifa, uongozi wa Yanga umeweza kuwatolea na kuwapa pole mashabiki wote wa mpira duniani ambao walikuja kuitazama game yao ya Yanga lakini hawakuweza kuipata. Sasa Yanga wametoa taarifa maalum kupitia peji yao, wameandika: kamati ya utendaji ya Yanga chini ya Rais Mhandisi Kais Saidi imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 Machi 2025 kwa njia ya mtandao kujadiliana na kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki na wapenzi wa wadau mchezo wa mpira miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike jana Machi 8, 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya kwenye mechi yani MSM kilichofanyika tarehe 7 Machi 2029 mchana kwenye hoteli ya Spice jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mamlatibu wa mchezo, afisa usalama mchezo, mtathmini wa maamuzi, kamishina wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi, klabu Simba ikitoa taarifa kutotaka kutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyomruhusu. Katika hali hii kushangaza, siku ya tarehe 7 Machi 2025 klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na gari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa na wamefuata taratibu za kupata haki yao za kikanuni kama MS kuhusiana na maamuzi ya mchezo, meneja uwanja wala timu wenyeji ambao ni Yanga. Of course hiyo info ambayo imeweza kutolewa na klabu ya Yanga jana